Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi ana maneno ambayo yenye kuhofisha sana, ni mukhifatun maqula. Anasema katika kuizungumzia ikhlas, anasema idha lam tukhlis fala tat'ab. Haya maneno yanahofisha sana. Idha lam tukhlis fala tat'ab, kama haujafanya ikhlas katika matendo yako, kama haujafanya ikhlas katika ibada zako, basi usijitaabishe. Maneno haya ni makula mukhifa jiddan, yani maneno yanaogopesha mno. Idha lam tukhlis fala tat'ab, yani kama vile wewe unaweza ukafanya jambo kubwa mno lakini halina ikhlas, basi usijitaabishe. Akusudia Allama Ibn al-Qayyim, yani wewe unapoteza muda. Yani mfano wake, mathalan wewe hata ujenge msikiti Ilala nzima watu wanaswali, lakini liyukala, ili waseme fulani ameujenga huu msikiti, basi wallahi unajitaabisha, kwa sababu hauna malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndio anasema idha lam tukhlis fala tat'ab. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi muttafaqun alayhi min hadithi Adi bin Hatim anasema fattaqun nara walau bishiqqi tamra, uogope moto wa Allah tabaraka wa taala hata kwa kutoa nusu ya kokwa ya tende. Naweza nikatolea mfano ambao ni mgumu, lakini ndio hali halisi. Yani mfano, mtu ametoa nusu ya kokwa ya tende. Wewe umejenga msikiti mkubwa Ilala nzima hii watu wanaswali, na pengineo baada ya swala watu wanaondoka na package ya biriani hapa, lakini umefanya ria, yani watu waseme, basi unajitaabisha, haulipwi. Huyu ambaye ametoa nusu ya kokwa ya tende kwa ikhlas kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, malipo yake ni makubwa zaidi kuliko wewe ambaye uliyejenga msikiti mkubwa lakini ili watu waseme. Kwa hiyo ndio maana wanawavioni wanasema haya maneno yanahofisha sana, idha lam tukhlis fala tat'ab. Kwa hiyo qul lilmura'in alla yat'abu, waambieni, watangazieni wale ambao wanaofanya ria, wallahi wasijitaabishe. Na hiyo lianzie katika nafsi ya muumini mwenyewe, yani mimi na wewe, kwamba harakati mbalimbali tunazozifanya katika dini, harakati mbalimbali tunazozifanya kuwasaidia fuqara wal masakin, harakati mbalimbali unazozifanya katika msikiti wako, madrasa yako, unafanya kwa ajili ya Allah, au ili waseme fulani yeye ndiyo msimamizi wa hapa, bali mwingine husimama kusema kabisa, bila mimi bana mambo hayawezi kwenda, bila mimi ile madrasa ingekufa, bila mimi ule msikiti usingeng'aa hivi. Man anta ya ikhwata, wewe ni nani? Akhlisu fil ibada, barakallahu fikum. Lazima tuzitakase ibada zetu. Ibada ni jambo kubwa, ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Wangapi wamepigana katika maaraka, katika vita, jihad fi sabilillah, kisha watu wanasema hania lishahada. Masahaba tena Mtume kwamba hongera kwa shahada. Mtume anasema la, kwa nini mnampongeza kwa shahada? Na ndio maana ahlus sunna haifai mtu kumpa habari ya shahada, fulani ameuawa, shahid fulani shahidi. Haya unafanya mambo maikhwani na mashia na wengineo.
Yani mtu anaitwa kabisa shahidi. Nani aliyekufahamisha kwamba huyu ni shahidi? Sema insha Allah. Lakini wengine wanaandika kabisa katika vitabu, shahidu fulani, shahidu Hasan al-Banna, shahidu Sayyid Qutb na wengineo. Mambo haya hayajathibiti ndugu zangu. Ikiwa nabii mwenyewe sallallahu alaihi wasallam anawazuia watu kumwita shahidi mtu aliyekufa katika maaraka jihad fi sabilillah. Imekuja katika Bukhari, qala rajulun yawma Uhud ya Rasul Allah araaita in qutiltu fa aina ana. Mtu mmoja alimwambia, ewe mtume, kama mimi nitauawa, ilikuwa vita vya Uhud, vita vya pili kwa ukubwa, kama mimi nitakufa nitaenda wapi? Mtume akamwambia, fil janna, moja kwa moja peponi. فألقى التمرات كن في يدي فقاتل حتى قتل أو كما قال رضي الله تعالى. kwamba akaingia katika jihadi ile akapigana mpaka akafa, kwa sababu anaelewa kwamba hii ni maaraka. Mtume ashasema ukifa wewe fil janna. Lakini pia hairuhusiwi mtu kumwita shahidi mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiyo ambaye Allah amempa wahi katika kumfahamisha fulani huyu ana daraja hiyo insha Allah. Kwa maana hiyo ndugu zangu katika iman, tuondoke na maneno haya adhim ya Allamatu Ibn al-Qayyim rahimahullah kwamba idha lam tukhlis fala tata'ab, kama wewe haujafanya ikhlas katika ibada basi usijitaabishe. Ibada za siri zina fadhila kubwa, bali wapo wema zimekuja katika athar walikuja kufahamika wema wao baada ya kufa. Mtu anapata package ya vyakula anakula, hajui nani patia hivi, baada ya kifo ndo kumbe fulani, mbona mambo yamekatika haya. Wanafanya ikhlas kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo lazima tujipambe katika hivyo. Ibada ni jambo kubwa ndugu zangu. Haya yote tunayoyafanya hususan katika ibada hizi za mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ambao walillahi alhamdu watu wanafanya kheri nyingi kabisa, watu wanajitolea kiasi kikubwa, lakini tutahadhari sana na suala zima haya maamali tunayofanya iwe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa niliona kwa leo nizungumzie hii kutokana na tanbih alitoa shekhi wetu jana hapa. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون